Wa Sanga Media TV, karibu tena katika kipindi chako pendwa. Hiki ni kipindi ambacho mara nyingi timu yangu ya Sanga Media huwa inatoka ofisini kwa headquarters zetu na tunaenda kwenye baadhi ya maeneo. Leo hii tupo maeneo ya Mustafa. Hapa bwana tunatembelea ndugu yetu anakwenda kwa jina la Fikiri Rajab. Kwa jina maarufu katika maeneo haya anakwenda kwa jina la Mheshimiwa Timu. Siko peke yangu, pembeni yangu kama unavyoona niko na mtangazaji mwenzangu anakwenda kwa jina la Karimu Mkali. Yeye atakuwa ndo mshika kijiti cha leo. Mimi ni kama mchombezaji tu. Leo nimemwingilia katika majukumu yake lakini leo yeye ndo anaenda kusukuma gurudumu hili zima kuanzia mwanzo wa tukio la leo hadi pale tutapofikia tamati. Lakini bwana kubwa zaidi ambayo tuko hapa leo hii bwana ni mkutano wa wanachama ambao unaenda kufanyika ni ndani ya chama. Achana na ile mikutano mingine ambayo inafanyika mikutano mbalimbali ambao wanafanya viongozi mbalimbali wakiwa pamoja na wananchi. Lakini mkutano huu uko tofauti. Huu ni mkutano ambao ni viongozi wenyewe ndani ya chama tawala huwa wanafanya kabla sasa hawajaenda kwenye mkutano ule ambao unajumlisha sasa wananchi wote kwa ujumla. Lakini kwa mtazamaji wa Sanga Media TV kwa ambaye labda alikuwa fahamu, kuna mtu mwingine huenda labda kamfahamu Mheshimiwa Fikiri Rajab akiwa labda ni mwenyekiti wa maeneo ya Pugu Mustafa. Lakini bwana huyu kiongozi ameshawahi kupita katika nyadhifa mbalimbali. Nadhani bwana Mkali ataenda kupitisha. Bwana Mkali. Naam. Bwana kwanza karibu sana, lakini wewe ulitakiwa unikaribishe mimi. Lakini acha mimi nikukaribishe kwa sababu leo mimi ndo nimeanza kushika kijiti hichi. Kwanza kabisa nataka uambie baadhi ya Watanzania ambao walikuwa wamfahamu Mheshimiwa Fikiri Rajab, huenda labda wanajua kwamba labda yeye ashawahi tu moja kwa moja kaingia katika kuongoza mwenyekiti wa serikali za mtaa. Lakini naomba kawaambie katika vyeo viwili au vitatu au kimoja nilikuwa ni wasema basi kupita katika uongozi wake akiwa katika chama cha tawala cha CCM. Naam kabisa. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mustafa amepita katika nyadhifa mbalimbali katika ofisi za kata. Nyadhifa yake ya kwanza bwana mwenyekiti wa kamati ya siasa ya kata ya Pugu. Alihudumu kwa muda wake, pia alikuwa pia mjumbe mteuliwa kwenye kamati ya usalama na maadili na ulinzi katika hii kata hii ya Pugu. Pia alihudumu kwa muda wake. Kwa sasa hivi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mustafa. Kuna jambo tu ambalo limemsukuma kutoka zile ngazi za juu kuja hizo ngazi za chini ili kutetea wananchi wake wa serikali ya mtaa wa Mustafa, na tumeona maendeleo yake. Tunaona kabisa uhalifu pia umepungua katika kata yetu ya Pugu. Hiyo ni nguvu yake pia, hususan katika eneo la kwa Mustafa. Ili hususan katika eneo la kwa Mustafa. Mpaka pia kwa wakazi wa Kinyamwezi wapi matukio sasa yamefanya nini? Yamepungua yote kwa sababu ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa kwa Mustafa. Pia yeye ni mwenyekiti wa wenye viti kata ya Pugu. Kwa hiyo yeye ni boss wa wenye viti wote wa kata ya Pugu. Maana tunazungumzia hata mwenyekiti wa maeneo ya Kinyamwezi na kadhalika. Kwa hiyo wapi yeye mwenyekiti wa wenye viti kata ya Pugu. Nimeongea. Tunaomba uanze kuweka vitu vyako sawa. Tuanze. Naam, kama unavyosikia namna sasa uongozi unataka kutuambia kwamba tujiandae katika tukio zima hili la leo. Na sisi kama Sanga Media tunasema tayari tushajiandaa kwa ajili kwanza sasa kukava story nzima au jambo zima ambalo linaenda kutokea mahali hapa. Lakini mimi nilikuwa ni mchombezaji tu. Mtu anaenda kuendesha kijiji cha leo anakwenda kwa jina la Karimu Mkali ambaye yuko pembeni yangu. Twende pamoja katika tukio hili la leo. Kama unavyoona ulinzi uko salama, kila kitu kiko sawa. Hivyo twende pamoja moja kwa moja. Kwa mtu ambaye bado uko subscribe channel yetu, tunaomba uendelee kusubscribe channel yetu ya Sanga Media TV ili uwe wa kwanza kupata kila kitu kinachoendelea kutokea hususan katika kanda ya Pugu na sehemu mbalimbali za maeneo ya Pugu au na sehemu nyingineko katika jiji la Dar es Salaam. Karibu sana. Mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kata ya Pugu, ndugu mwenyekiti wa serikali ya mtaa au wenyeviti wote wa serikali ya mtaa, ndugu wajumbe wa mashina pamoja na polisi jamii wetu, mwenyekiti wa wazazi, mwenyekiti wa UWT, mwenyekiti wa vijana, mjumbe wa halmashauri kuu ya vijana kata ya Pugu dada yangu Maria, katibu wa Chama cha Mapinduzi tawi la Kinyamwezi B, na wajumbe wote mliohudhuria. Napenda kuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mwenyekiti, nimepewa nitambulishe viongozi wangu ngazi ya kata. Lakini kabla sijaendelea kwa ridhaa yako, na ningeomba nimrudishie tena katibu tawi ili mradi aweze kuwatambulisha hao wajumbe waliofika, kila mjumbe na shina analotoka, ili tujue nani kafika nani hajafika, alafu niendelee. Karibu katibu. Naomba wajumbe wa mashina, mjumbe wa shina namba 1 naomba usimame. Amisieli. Shina namba 5, namba 6, CCM oye. Namba 7, CCM oye. shina namba 8, shina namba 9. CCM oye. Niwatambulishe wajumbe wa halmashauri kuu wale 10.
wa kuchaguliwa. Naomba tusaidiane kusimama, kila mtu anayojijua nafasi hii asimame. Zaina Kilewa na wajumbe wa kamati ya siasa ambao wametokana na wale 10. Ni mtambulishe. Naitwa Jacqueline Fugale. Nipende kuwatambulisha wajumbe wa serikali ya mtaa. Wako 6. Naomba msimame kama mlivyo. Hao ndio wajumbe jamani wa kamati ya serikali ya mtaa. Pia napenda kumtambulisha mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mustafa. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Asante. Mwenyekiti wa mtaa we. Ndugu mwenyekiti, mimi sina maneno mengi. Nimtambulishe mwenyekiti wa kwanza, nijitambulishe mimi mwenyewe. Kwa majina naitwa Rajabu Sebastian Pius. Ni katibu wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kata ya Pugu. Nimtambulishe mwenyekiti wangu, mwenyekiti bingwa kabisa wa umoja wa vijana wa kata ya Pugu, ndugu yangu Francisco Mabiki. Simama upunge mkono, ukipata nafasi utaongea. Lakini pia tunaye katibu wa Chama cha Mapinduzi wa kata yetu ya Pugu, baba yetu na mlezi wetu. Sisi vijana ni mtu ambaye tunampenda sana na yeye analijua hilo, na ni kimbilio letu katukata. Karibu watu wapungie mkono, najua utapata nafasi utasema. CCM oye! Mustafa safi! Basi mimi nadhani zoezi langu la utambulisho kwenye level ya kata nimemaliza. Nikurudishie katibu ili uweze kuendelea na taratibu zingine. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Oye! Hapa pia katika mkutano huu kuna wageni waalikwa. Nao naomba niwatambulishe. Kuna mwenyekiti wa Kinyamwezi wa mtaa. Naomba tu nyooshe mkono. CCM oye! Kuna mwenyekiti wa Pugu Wombani wa mtaa mkono. Mwenyekiti wa mtaa wa Kigogo A. Mwenyekiti wa mtaa wa Kigogo B. Mpaka hivi sasa namkaribisha mwenyekiti wa mtaa ili kusudi kufungulia. Napenda kumkaribisha mwenyekiti wa mtaa Mustafa ili aendelee. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kwanza awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema leo kushiriki nasi tarehe 18 siku ya Jumapili kwenye kikao nilichokiomba cha halmashauri kuu ya CCM ya tawi. Lengo na makusudio kukabidhi ilani ya utekelezaji kwa muda ambao niliochaguliwa kwenye mtaa huu wa Mustafa. Lakini pia leo nipata fursa ya kualika wenye viti wenzangu. Kata ya Pugu inaundwa na mitaa 5 na niseme heri walilahi walhamdu wenye viti wenzangu wote wa serikali za mitaa 4 tunao hapa, na mimi mwenyewe ni watano ambaye pia ndio mwenyekiti wao wenye viti wa kata hii ya Pugu. Kwa hiyo kipekee naomba tena kwa mara ya pili nimsimamishe kila mwenyekiti wa serikali ya mtaa mmoja, nanyi muone na wapungie mikono. Moja, naanza na mtaa wa Pugu Bombani ambako ndugu yangu Dennis Busanji Mabula jana tulikuwa naye katika operation Bendera wakati tunafanya zoezi la kupandisha bendera kwa wajumbe wa mashina. Kwa naomba usimame ndugu yangu usalimie. Kata ya Pugu katika wenye viti 5, lakini tunaye malikia wetu mama ambaye katika wenye viti 5 naye tunayo anatokea kwa Fresh B. Tunayo kwenye matukio mara kwa mara, na ni si mgeni kwenu. Dada yangu Lema Mbamande, kokote ulipo usimame usalimie. CCM oye! Mustafa safi! Mtaa unaofuata ni Kigogo Fresh A. Mwenyekiti wa Mustafa anaitwa Fikiri, lakini nako pale naye anayefuata naye anaitwa Fikiri. Kasoro ubini tu ndio umetofautiana. Yeye Fikiri Salim Nyambiza, mimi Fikiri Rajab Selemani. Comrade, simama usalimie.
CCM oye! Naye pacha wangu mara kwa mara mnaonaga sana posti za status sana kwa yeye au mimi, mara kwa mara sana. Fahadi Sinasuni Mlali, simama usalimie na leo wakuone hapo. CCM oye! Mustafa safi! Hao ni wenye viti wanne na mimi ndio nakuwa watano wenye viti wa serikali ya mtaa tuliotokana na Chama cha Mapinduzi. Lakini wapo wageni niliowaalika. Sikuwaalika wote, nimewaalika wachache. Naye katibu wangu wa Chama cha Mapinduzi tawi la Kinyamwezi B, dada yangu Bi Mariam, usimame naye pia usalimie kwa mara ya pili wakuone, maana yake nilikualika nao pia umewasili. CCM oye! Naye kaka yangu pacha wangu, lakini mara kwa mara mumfahamu sana, ila yeye huwa anatokea kwenye matukio, lakini pia ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Yeye amehudumu miaka 10 sasa. Kwa hiyo tunamwombea kila laheri mbeleni huko, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi, lakini yeye anatokea Chanika. Mwalimu Tabambwa, simama usalimie na pia watambue kwamba ni cheo chako cheo kipi katika Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Hodi Mustafa hodi! Hodi Mustafa hodi! Mchungu wa mwana UWT, viva vijana viva! Naitwa Ishaka Athmani Tabambwa, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Vikongoro, lakini vile vile kupitia Chama cha Mapinduzi mimi ni mjumbe halali wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi wa CCM wa wilaya. Hodi Mustafa hodi! Mheshimiwa Katibu Kata pamoja na mwenyekiti wa jumuiya umoja wa vijana kata ya Pugu, katibu wa umoja wa vijana kata ya Pugu, tunaye mjumbe wa halmashauri kuu anayetokana na Chama cha Mapinduzi kutokea umoja wa vijana kata ya Pugu, anayetokea kwenye mtaa wa Mustafa, lakini pia nilimwalika kwa kutumia simu, naye amewasili hapa. Maria, simama usalimie. CCM oye! Mheshimiwa, nao wajumbe wangu watatu wanaonisaidia nafasi ya kamati ya tarehe 31 kwenye mkutano mkuu wa wananchi, tunakwenda rasmi kuwathibitisha. Tunaye mhasibu anayesimamia mapato ya ulinzi, ndugu yangu Mashaka, simama usalimie. CCM safi! Wataweza? Hawezi! Naye Alfani Koboko almaarufu Shengosha, simama usalimie. Mama Samia Mitano tena! CCM oye! Lakini tunayo ndugu yangu mjumbe wa kamati ya siasa ya tawi, mjumbe wa halmashauri kuu ya tawi na ndio katibu wa kamati ya ulinzi, kaka yangu Juma Nasoro Mtimali, simama pia uwasalimie. CCM oye! Mbele ni mwapendezesha makamanda wangu wao wa ulinzi shirikishi, wako wengi lakini tumewachukua wachache. Lakini kwa nini leo tumewavisha sare hizi? Sare ambazo niliziomba fedha kwa wananchi, nilichangiwa na wajumbe wangu na wa mashina takriban milioni 1,700,000. Tumezishona kwa askari wote, tunazitakiwa tuende tukazizindue kwenye mkutano mkuu wa wananchi, lakini ni vema lazima tuje kuzitambulisha kwenye halmashauri kuu ya chama. Ndio itifaki kwanza nyinyi mwanze kuziona, siku ya mkutano mkuu wa wananchi kusiwe na ajizi kwenu. Kwa pamoja makamanda wote msimame wawaone. Nembo zetu zimeandikwa Tanzania na nembo tumeweka, lakini kushoto kwetu tumeweka nembo ya mtaa wa kwa Mustafa. CCM oye! Huu ndio muonekaniko wa makamanda wetu, ndio muonekaniko wa maaskari wangu. Wako takriban 30 lakini hapa tumewaleta wachache. Ni majemedali wangu mchana kwa usiku, wapo wanatusaidia kazi ndani ya mtaa huu. Kamati yao ndio hao viongozi ambao mmewaona. Kaeni chini. Lakini Mheshimiwa Katibu Kata na mwenyekiti pamoja na wenyeviti wangu wa jumba la halmashauri kuu, kipekee naomba nimtambulishe tena kwenu Azizi wangu, mke wangu, ambaye nyinyi kwenu ndio mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi. Maana yeye ndio mshauri wangu, simu zile za kuanzia saa 7 usiku, saa 8, saa 9, kero zote anaanza kuzisikia yeye kabla tukio kuhadisiwa. Mama simama upungie wakuone, na ndio mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wa tawili la kwa Mustafa. Uchungu wa mwana aujuaye mzazi, uchungu wa mume aujuaye mke.
Mwisho kabisa, kama ndio ulitambulisha mtendaji wangu ni Jacqueline Robinson Mfugale, ndio afisa mtendaji wa serikali ya mtaa. 90 au 120, maana miezi mitatu ama miezi minne toka niwasili mimi kwa mwenyekiti wa mtaa na yeye apasiwe kituo hichi. Mategemezi yangu kwenu ni kumpa ushirikiano ili kazi za serikali zisikwame. Leo tumemleta hapa kwenye halmashauri kuu ya chama na yeye mwenyewe ndio kwa mara ya kwanza. Ni lazima tusomee utekelezaji wa ilani, kisha mwisho tutauliza wajumbe wa mashina, kwa sababu viongozi wa chama watatuelekeza tupokee, lakini mwisho wa siku katibu kata na mwenyekiti wa umoja wa vijana wa kata, sisi kama uongozi wa serikali ya mtaa, viko zawadi tulizozinunua ndogo kwa ajili ya ofisi yetu ya Chama cha Mapinduzi tawi la kwa Mustafa. Baada ya kumaliza usomaji wa ilani, tutakabidhi vifaa ambavyo tulivyovinunua, tutazungumza hapa na mwisho wa siku tutakula chakula cha mchana kwa wajumbe wote tulioshiriki hapa. Baada ya hapo tutafunga rasmi kikao na kutangaza tarehe rasmi ya mkutano mkuu wa wananchi. Mustafa oye! Wajumbe wangu wa serikali ya mtaa wote watano kasoro ni mmoja, Fortunata Benedict Eliuki amepata msiba, yuko Mwanza, anamalizia taratibu za 40 ya familia yao, na yakirudi tutashiriki nao. Lakini hapa wajumbe wangu wote 4 wapo na mtendaji wangu yupo. Sasa basi kipekee sasa nimkaribisha afisa mtendaji aanze kutuongoza kwenye utekelezaji wa ilani. Baada ya hapo atarudisha maiki kwangu, tutadavua kimoja baada ya kingine. Hatutaji kutumia muda mrefu, tutatumia tumezidi sana nusu saa ama dakika 40. Mtendaji karibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ifuatayo ni taarifa ya kazi kuanzia mwezi Desemba 2024 hadi mwezi Mei 2025 katika kata ya Pugu. Upande wa mashariki tumepakana na mtaa wa Viwege, upande wa magharibi tumepakana na mtaa wa Kigugu Fresh A, upande wa kusini tumepakana na mtaa wa Kinyamwezi, na upande wa kaskazini tumepakana na Kigugu Fresh A. Mtaa wa Mustafa kwa ujumla unaendelea vyema katika nyanja mbalimbali kama ulinzi, usalama, afya, mazingira na ustawi wa jamii. Uchambuzi wa taarifa mbalimbali. Hali ya usalama, ulinzi na usalama katika mtaa. Hali ya ulinzi na usalama katika mtaa wetu wa Mustafa ni hali ya kuridhisha kutokana na uwepo wa kikundi kipya cha ulinzi shirikishi, kutokana na mikutano iliyofanyika kwenye mashina na kuwapatia kazi wajumbe wa mashina kutafuta vijana watakaotumika katika ulinzi shirikishi. Idadi ya askari jamii imeongezeka katika mtaa wetu kupelekea hali ya ulinzi kuwa shwari katika mtaa wetu. Tumeboresha miundombinu ya ulinzi katika kuwanunulia makamanda wetu uniform kwa ajili ya ulinzi: tochi kubwa 3, mapanga 5, radio call 3, filimbi 24, reflector 35, pia kulipa kodi miezi 6 pamoja na maboresho kuboresha posho zao, ambapo kila askari analipwa kiasi cha shilingi 100,000 kwa mwezi. Pia operation mbalimbali zimekuwa zikifanywa na mwenyekiti wa mtaa wetu kwa kushirikiana na polisi kata, polisi jamii wetu na jeshi la polisi kwa ujumla, kukomesha vijiwe vya uhalifu na uvutaji bangi. Pia tumeweza kufanikiwa kukamata vibaka sugu, vijiwe vya uhalifu na uvutaji bangi. Pia tumeweza kufanikiwa kukamata vibaka sugu wapatao 12 katika mtaa wa Mustafa na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria. Katika suala la ulinzi na usalama, tumebadilisha muundo wa ukusanyaji wa fedha kutoka kwa walinzi kurudi kwa wenye viti wa mashina, ambapo kwa sasa kazi hiyo inafanyika vizuri. Ulinzi na usafi wa mazingira. Hali ya usafi wa mazingira ni ya kuridhisha kutokana na mwenyekiti wa kamati ya mazingira kupambana kwa ajili ya kuweka mazingira katika hali ya usafi kwenye mtaa. Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imetoa maelezo kila Jumamosi ya wiki kufanyike zoezi la usafi katika mtaa. Wananchi wote wafanye usafi katika maeneo yao ya makazi na biashara. Sambamba na hilo, uongozi wa serikali ya mtaa umefanya jitihada ya elimu. Baada ya kubaini eneo lililopimwa kwa huduma za kijamii katika mtaa wetu, tulimwomba mkurugenzi wa jiji kutuma wataalamu kutoka ardhi
kukagua eneo hilo kwa ajili ya ujenzi wa shule ya msingi. Kwa sasa eneo hilo lililotengwa kwa ajili ya ujenzi wa shule na kiwanja cha michezo. Hivyo tumemwomba mkurugenzi atusaidie kutupa huduma ya shule haraka ili watoto wetu wapate elimu kwa urahisi zaidi, tofauti na sasa wanapata elimu kwenda umbali mrefu. Mikopo inayotolewa na halmashauri ya jiji kwa vijana, wanawake na walemavu. Serikali ya mtaa ilifanya hamasa kwa vijana, wanawake na walemavu kufanya usaili wa vikundi ili kuomba mikopo ya 10% ya halmashauri. Mpaka sasa vikundi vilivyosajiliwa katika mtaa wetu Mustafa na kupata veti idadi yake vipo 12 na majina ya vikundi hivyo ni kama ifuatavyo: Tujigoge Group, Fighters Youth Group, Tulitange Group, Starlight Group, Winners Group, Future Vision Group, El Shaddai Group, Da Group, Kazi Kwanza Group, Kiu Yangu Group, Watu Kiu Group, Mama Africa Maendeleo Group. Vikundi vilivyoomba mkopo na kutembelewa na wataalamu wa mikopo ngazi ya kata na halmashauri ni Tujigoge Group, Fighters Youth Group, Tulitange Group, Starlight Group na Winners Group. Bado taratibu nyingine zinaendelea kwa ajili ya kupatiwa mikopo hiyo ya halmashauri ya 10%. Miundombinu. Hali ya miundombinu katika mtaa wetu Mustafa sio ya kuridhisha. Kutokana na barabara kutokuwa na hali nzuri ya kupitika. Barabara zimekuwa na mashimo mengi na kusababisha watu na magari kupita kwa tabu sana. Matarajio yetu mamlaka husika TARURA zitatilia mkazo na kuzipa kipaumbele barabara za mtaa wetu kutengenezwa ili kurahisisha. Barabara hizo ni kama ifuatavyo: Chapa Road, Havana Road, Miembeni Street, Mlawa Street, Mshindo Road. Sambamba na hizo, uongozi wa mtaa ulichimba mtaro mkubwa Kisiwani B. Uwekaji wa vivuko. Uongozi wa mtaa umefuatilia fedha za umaliziaji wa vivuko vitatu. Kwa hiyo muda wote kuanzia sasa vivuko hivyo vitamaliziwa kujengwa. Sambamba na hilo, uongozi wa serikali ya mtaa ulifuatilia kwa kina juu ya ukuta uliobomoka dampo kupelekea kutiririsha maji machafu, ambapo mwenyekiti wa mtaa alifanya mawasiliano na ofisi ya mkuu wa wilaya na kuambiwa aandike barua kuiwasilisha kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya kwa ajili ya ujenzi wa ukuta huo. Jambo limefanyika, limekamilika. Zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Uongozi wa serikali ya mtaa ukishirikiana na wenyeviti wa mashina, jumuiya za chama na uongozi wa chama kwa ujumla wa tawi la Mustafa ulifanya kazi ya kuhamasisha wana CCM na wasiokuwa wana CCM kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Idadi waliojiandikisha katika daftari la kudumu la mpiga kura ni 2102. Zoezi la usajili na uhakiki wa taarifa za majengo kwa ajili ya kodi za majengo. Zoezi la uhakiki wa taarifa ya majengo ilianza tarehe 22 mwezi wa 7 2024. Awamu ya kwanza, ambapo katika mtaa wetu wa Mustafa tumefanikiwa kuhakiki nyumba 700. Zoezi hili linaendeshwa na wakusanyaji taarifa kwa kufika kwenye jengo, kuonana na mmiliki wa jengo na kuingiza taarifa za jengo kwenye mfumo. Taarifa hizo ni majina matatu ya mmiliki wa jengo, namba ya NIDA, namba ya mita ya umeme, namba ya nyumba, jina la barabara, namba ya simu ya mmiliki wa jengo, TIN namba kwa jengo la biashara. Kujua eneo kama limepimwa au halijapimwa pamoja na kupiga picha jengo husika. Hizo ndio taarifa zinazohitajika. Zoezi hili ni endelevu, bado wataalamu wa usajili na uhakiki wanaendelea na zoezi hili kwa kushirikiana na serikali ya mtaa kwa awamu ya 2 na ya 3 mpaka pale nyumba zote zitakapokamilika kuingia katika mfumo wa usajili. Urasimishaji. Hali ya zoezi la urasimishaji kwenye mtaa wetu wa Mustafa ni mbaya. Mradi ulianza rasmi tarehe 5 mwezi wa 2 2019. Muda wa mkataba ulikuwa mwaka mmoja. Ukubwa wa eneo ekari 115.65 katika mtaa. Idadi ya viwanja 854 vilivyotambuliwa na idadi ya viwanja 143 vilivyopimwa na kulipiwa gharama za upimaji, lakini zoezi halikukamilika. Hivyo kuna idadi ya nyumba zaidi ya 711 zina idai kampuni na husika na upimaji, ambayo ni Mjapo
Mapping Consultant. Ilipimwa mwanzoni mwa mwaka 2000 kwa ajili ya wahanga wa viwanja vya ndege, ambapo wizara ilipima eneo ikiwemo eneo la Mustafa kwa ramani 2. Mamlaka ya viwanja vya ndege haikulipia fidia baada ya upimaji huu na kufanya wananchi kuanza kuendeleza maeneo yao kama ilivyo sasa bila kujali uwepo wa ramani zilizotajwa hapo juu. Uongozi wa serikali ya mtaa unasikitika kutopata ushirikiano na kampuni ya Mjapo kwa kuwa wao ndio waliochukua tenda ya upimaji katika mtaa wa Mustafa, jambo ambalo linapelekea wananchi kutojua hatima yao ya fedha walizotoa kupitia uongozi wa mtaa, kwa kuwa muda unazidi kwenda na wapati majibu ya kutosheleza. Mpaka sasa ni miaka 8 kampuni ya Mjapo ilituambia taa hawezi kufuta mchoro. Mengineo, hali ya usambazaji wa maji safi na salama mtaa wa Mustafa imekuwa ya kuridhisha. Idadi ya wakazi 970 wamevuta maji kwa rekodi ya DAWASA upande wa Kisarawe, na wakazi 630 wamevuta maji safi na salama kwa upande wa DAWASA Ukonga. Changamoto kwenye upande wa DAWASA Ukonga, wamesitisha huduma ya kuunganisha maji majumbani ambayo imekuwa kero ya wananchi wa mtaa wetu wa Mustafa. Ndugu viongozi, hiyo iliyotoka kusemwa ndio uharakishaji wetu wa utekelezaji wa ilani kwa muda mchache tuliokabidhiwa mtaa huu wa Mustafa. Yapo ambayo sisi kama viongozi tunakabidhi ilani hizi kwenye Chama cha Mapinduzi ngazi ya tawi, ngazi ya kata na ngazi ya wilaya. Tunaamini ni maelekezo ya chama, ni lazima kila mwenyekiti wa mtaa atakwenda kusoma utekelezaji wa ilani kwenye halmashauri kuu. Yaani hiyo ni lazima, kama tunavyoona kwamba diwani anashikiliwa kusoma utekelezaji wa ilani, na sisi wenye viti ni lazima tukasome utekelezaji wa ilani. Mwisho tunakwenda kwenye mkutano mkuu wa wananchi. Sasa haya tuliyoyasema humu tunarudisha sasa kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa tawi atuongozee kikao kwa wajumbe wa halmashauri kuu. Baada ya kusomwa haya, kama kuna changamoto, kuna mtu hajaelewa, kuna maelekezo yote, nafikia mheshimiwa mwenyekiti wa tawi atatuongozea kikao na mimi nitafafanua moja baada ya moja. Baada ya kukubalika ilani yetu tutamkabidhi mwenyekiti ili mambo mengine yaendelee. CCM oyee!